Bwana Yesu asifiwe. Happy Mashujaa Day. Ninatumai kwamba ulikuwa na wikendi ya baraka. Na wakati ambapo ninasema baraka, ni kwa sababu kutembea kwetu, kuamka kwetu, kushinda kwetu, ni baraka tu ambazo Mwenyezi Mungu ameweza kutubariki nazo. Pia ni wikendi ambayo ninajua kwamba katika nchi yetu, tuliweza na kupatwa na jambo ambalo tunaweza sema kwamba tulikuwa na huzuni katika nchi yetu ya Kenya kwa sababu ya kiongozi wetu kuaga. Lakini kwa yote tunamshukuru tu Mwenyezi Mungu. Maana Mwenyezi Mungu hutenda yote kulingana na mapenzi yake. Na siku ya leo ni siku ambapo tunasherehekea, tunakumbuka mashujaa wetu. Tukiendelea pia na kumkumbuka huyo ambaye hiyo jana ilikuwa siku yake ya kupumzishwa. Pia ni siku ambapo tunafaa kumshukuru Mungu, maana kwetu kuwa hai pia ni baraka, kutubariki na siku mpya, kutubariki na wiki mpya. Na pia niseme kwamba ni maombi yangu Mwenyezi Mungu aendelee na kutuongezea nguvu, amani katika nchi yetu yote ya Kenya. Ni masaa ya asubuhi ambapo ninakukaribisha katika kipindi hiki cha Manyunyu ya Baraka. Kipindi ambacho ninaamini kwamba kitakubariki. Kipindi ambacho kupitia neno la Mwenyezi Mungu litaweza kuendelea na kututia nguvu siku baada ya nyingine, saa baada ya lingine. Kuanzia leo tutakuwa na mtumishi wa Mwenyezi Mungu Pastor Samuel Mutinda kutoka kanisa la ABC Ngoleni, Mitaboni Pastorate, Machakos Sub-Headquarters. Ni yetu tutakuwa hapa naye kila siku kupitia kipindi cha Manyunyu ya Baraka, kitubariki, kituinua kiroho. Nikitumai kwamba utakuwa unakifuatilia kwa wiki yote. Mimi hapa ni Pastor Lucy Michael nikikwambia kwamba karibu sana, tuzidi na kufuatilia kipindi na kubarikiwa pamoja. Asante na mshukuru Mungu kwa hii nafasi jema ambao Mungu ametujalia asubuhi jema ambayo ni ya Manyunyu ya Baraka. Kwa hivyo naomba ni kukaribishe mtazamaji wangu katika wazo la asubuhi ili tukapate kubarikiwa kwa pamoja, na Mungu atazidi kutuinua na Mungu atazidi kutubariki. Kwa hivyo karibu sana kwa neno la Mungu. Katika wazo la asubuhi ya leo, katika kipindi hiki cha Manyunyu ya Baraka, tutatoa wazo letu katika kitabu cha Luka mtakatifu mlango ni wa 9, tusome mstari wa 23, na kwa jina la Yesu Kristo nitasoma. Akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata na anjikane mwenyewe, anjitwike msalaba wake kila siku, anifuate. Tushukuru kwa neno. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema asante kwa sababu wewe ni Mungu wetu. Umetujalia asubuhi hii kwa ajili ya utukufu wako. Hivyo Mungu tunashukuru jina lako na kusema asante. Hivyo Mungu naomba kwako wakati huu ambao Mungu umewalia, ili Mungu tusikie neno lako. Naomba Mungu kapate kunitumia kama chombo chako, ili nikanene uwepo wako kwa watu wako, ili Mungu tukibarikiwa pamoja Jehova, sifa ziwe zako kwa maana wewe ni Mungu wetu. Hivyo Mungu tukuka katika kila jambo, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu tumeomba. Amen. Amen. Nasema karibu tena ili tukapate kulipata hili neno. Naomba leo tujifundishe juu ya mwito wa kunjikana mwenyewe. Mwito wa kunjikana mwenyewe katika maisha ya Mkristo, ama huduma ambayo tunalo lifanya. Ni vizuri kama mtazamaji wangu
tuelewe ya kwamba ni vizuri kuwa na mwito ambao Mungu amekuita wewe mwenyewe ili ukapate kujikana, kwa sababu mwito una shida mingi, mwito una mapito mengi. Lakini unapojikana ama ninapojikana ili tukafikie uwepo wa Mungu, hapo baraka Mungu ananeemesha, kwa maana anatupenda. Hivyo naomba tushiriki pamoja katika hili wazo la asubuhi ili tukapate kubarikiwa kwa pamoja. Hivyo naomba jambo la kwanza, ili tukapate kujifundisha kumfuata Yesu ni uamuzi wa mtu mwenyewe. Kumfuata Yesu ni uamuzi wako mwenyewe. Kwa hivyo kama Mkristo, ulipokubali Kristo hawa mwokozi wa maisha yako, ni uamuzi wako, na kwa sababu Mungu alikupa hiyo neema ukaamua ili umfuate Kristo, kwa hivyo ni uamuzi wa mtu. Kwa hivyo kama ni uamuzi wa mtu kumfuata Kristo, ni lazima ukubali yale ambayo unayapitia, ni lazima ukubali mambo ambayo unayapita kama Mkristo, kama mtumishi wa Mungu. Kwa maana ni vizuri kujua ya kwamba uamuzi ambao uliamua ili umfuate Kristo, ili uitwe Mkristo, ili uitwe mchungaji, ni vizuri uelewe ya kwamba kuna changamoto zake kama vile Yesu Kristo alivyopitia. Ni vizuri ujue ya kwamba uamuzi ambao uliamua ili ufuate Kristo, ni lazima upitie magumu, ni lazima upitie mambo ambayo yanaweza ukikosa kusimama vizuri kukuangusha. Lakini unaposimama na kwa sababu umeamua na uliweka uamuzi kwako, basi utashinda. Jambo lile lingine ni ukiwa mfuasi wa Yesu, lazima unjikane mwenyewe ndio ushinde katika huduma hii. Kama umeamua kuwa mfuasi wa Yesu, kama vile Yesu alikuwa anawafundisha, kwa sababu huduma hii ambao tunalo hudumu ni jambo ambalo linahitaji uamuzi wa mtu mwenyewe. Kwa hivyo ndivyo Biblia inatuambia ya kwamba kama umekuwa mfuasi wa Yesu, lazima ujikane mwenyewe. Na mtu ambaye anajikana mwenyewe asikii maneno ya watu, usimama na kuangalia na kulimia wokovu ambao uko nao. Kwa hivyo ni vizuri ujue ya kwamba kama Mkristo ni vizuri kusimama ili ufikie kiwango cha kushinda. Lazima ujue ya kwamba lazima ujikane, lazima ukubali kunenewa vibaya, lazima ukubali watu wakuchukie, ni lazima ukubali mambo ambayo Yesu mwenyewe alipitia. Kwa hivyo ni jambo ambalo la kujikana ili ufauli katika maisha, ili upate kushinda. Lazima we mwenyewe jikane ili ukapate kubarikiwa. Jambo lile lingine ni ukiwa mfuasi wa Yesu, lazima unjitwike msalaba wako mwenyewe kila siku. Kwa hivyo ni vizuri kama Mkristo, kwa maana nyakati zingine huwa tunapita mapito mengine hata yanabidi kama Wakristo saa zingine tunashindwa. Lakini Biblia inatuhimiza ya kwamba asubuhi ya leo ni vizuri kama wewe uliamua kuwa mfuasi wa Yesu Kristo, wewe mwenyewe ukuwe tayari kukua msalaba wako kila siku. Kwa hivyo wakati unapopitia magumu, wakati unapotukanwa na watu, ujue ni msalaba na ni lazima ubebe, lazima uvumilie ili ukapate kushinda. Kwa hivyo ni vizuri kama Wakristo, mtazamaji unayenitazama, elewa ya kwamba ili ukapate kushinda vita za shetani, lazima ubebe msalaba wako mwenyewe. Hata watu wakuchukie, ni msalaba, vumilia, kwa maana hata Yesu mwenyewe hakupendwa na watu. Lakini kile cha maana kama watu wa Mungu ni kuvumilia shida zote za dunia, tukijua ya kwamba msalaba ambao tuko nao lazima tuvumilie na tusidi kuubeba kila siku, kwa maana ni jukumu letu. Kwa maana tuliamua tuende na njia ya Kikristo, tuende na njia ya kumpenda Mungu. Kwa hivyo ni lazima utukanwe, lazima uachwe,
Hayo ni mambo ambayo tunayapitia. Kwa hivyo ni vizuri tujue ya kwamba msalaba lazima tuubebe kila siku, kwa maana ni jukumu letu. Na ndivyo Yesu Kristo aliwaambia, kwa maana sio jambo rahisi. Lazima waelewe ya kwamba kuna mapito, na hayo mapito lazima wavumilie. Kwa hivyo msalaba ni shida ambazo tunapitia. Nikimalizia, ni kana kwamba ukimaliza kujua hayo, sasa una uwezo wa kumfuata Yesu, na uwezi ukashindwa na kitu. Kwa hivyo, kwa sababu umeelewa ya kwamba unapovumilia mateso, unapovumilia mambo magumu, ni vizuri uelewe ya kwamba kwa maana umeelewa na kwa maana uko tayari kubeba msalaba wako, jua ya kwamba katika uamuzi wako lazima ushinde, kwa maana unaye Yesu ambaye anakushindia, unaye Yesu ambaye ako pamoja nawe. Kwa hivyo una uwezo wa kushinda, una uwezo wa kubeba msalaba, kwa maana neema ya Mungu iko juu yako. Kwa hivyo wapendwa watazamaji wangu, ni vizuri asubuhi ya leo tujue ya kwamba wakati shida zinapokuja, wakati tunapobeba msalaba wa shida, wa kuachwa, wa kutukana, jua ya kwamba ni uamuzi wako. Kwa hivyo vumilia, neema ya Mungu ikutoshe ili ukapate kushinda. Usishindwe na jambo lolote, usishindwe na mambo ya dunia hii. Jua ya kwamba Mungu aliye hai hata kutia nguvu, Mungu aliye hai hata kushindania, na utashindwa kamwe, kwa maana uliamua ukuwe Mkristo, ulipea Mungu maisha yako, na hayatapotea, kwa maana yapo mikononi mwa Yesu Kristo. Mungu atubariki na abariki neno lake. Baba, katika jina la Yesu tunashukuru tena kwa sababu ya neno lako. Hivyo Mungu, naomba utukufu wako ukapate kuonekana. Yesu, wewe ni Mungu wetu. Baba, tawala, fuatilia neno lako kwa jina lako, ili Baba ukitutia nguvu kwa sababu ya shida za dunia hii, na msalaba ambao Mungu ulituambia ya kwamba kila mtu atabeba msalaba wake kila siku. Yesu, tusaidie na ututie nguvu ili tusishindwe katika Ukristo, ili tusishindwe kuhudumu katika Baba maisha ya kiroho Jehova. Hivyo Mungu tusaidie na utuinue. Hivyo Mungu fuatilia neno lako na utubariki sisi sote, katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amen. Amen. Mwito wa kunjikana mwenyewe. Tumeweza na kujua kwamba mwito yani ni uamuzi wa mtu yeye binafsi, kutoka hapo ndani kwa moyo wake. Wakati ambapo umeitwa na Mungu mwenyewe kumtumikia, tukiendelea na kungojea siku ambapo tutaweza na kupokea taji la uzima. Tumeweza na kuona kwamba kuna kunjikana kupitia ule mwito, kuna kunjikana binafsi. Nafsi, wewe mwenyewe unanjikana. Kunjikana ni kusema kwamba hata kuwe nini, hata kutokee nini, umenjikana na umeweza na kunjitoa kabisa. Kunjitwika msalaba wa Yesu, unajitwika msalaba. Majaribu yaje namna gani? Changamoto zije namna gani? Umejitwika tu msalaba. Unabeba huo msalaba wa Yesu. Wakati ambapo hayo yote mangumu umeweza na kupatana nayo, wewe unaomba tu Mwenyezi Mungu akufanyie na wepesi. Unaomba tu Mwenyezi Mungu akutie nguvu ili ukaweze na kushinda hayo yote. Ni kukubali tu gharama ya imani. Gharama ni hayo mambo yote ambayo utaweza na kupatana nayo katika hii safari ya kuumiza. Kumbali yote, kumfuata Yesu kila siku, sio kwa maneno tu, bali kwa matendo na maisha ya utakatifu. Sio kwa maneno, matendo yetu yakaweza na kuona kwamba tunamfuata Yesu kila siku. Nimeweza na kushukuru sana Pastor kwa sababu ya hilo fundisho. Mwenyezi Mungu na atusaidie, na tuone vile ambavyo tutaweza na kunjikana nafsi zetu, vile ambavyo tutaweza na kunjitwika msalaba, na vile ambavyo tutaweza na kumfuata Yesu kila siku. Bye bye.